Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Haleluya. Amen. Namshukuru Mungu kwa neema yake. Ametutunza mwezi wa 9 wote. Ametupa neema, tuna dakika 2 tu tuuage mwezi wa 9. Kwa hiyo tunaweza kwenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu. Watu wangu wa YouTube, Mungu awabariki sana. Karibuni twende mbele za Mungu kwa ajili ya lango la mwezi wa 10. Haleluya. Kwa hiyo tunaweza kwenda mbele za Mungu kwa shukrani sasa. Ili saa 6 inapogonga kamili kukute unashukuru. Baada ya hapo sasa tutakuja kusikia neno na mstari wetu unaotuongoza, lakini sasa hivi nenda mbele za Mungu, mshukuru Mungu kwa kibali cha mwezi wa 9, namna alivyotutunza, ametulinda. Baada ya kuendelea kumshukuru, hiyo saa 6 nitatamani tukute tayari tuko kwenye shukrani. Itukute tuko tunashukuru, ndipo tutarudi kwa ajili ya kuendelea na maombi yetu. Haleluya. Basi tuende mbele za Mungu, tuende mbele za Mungu, mshukuru Mungu. Zima maiki yako ndugu yangu wa Google Meet, ili tuende mbele za Mungu mshukuru. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu uliye mwaminifu sana, tunakuinua na kukutukuza. Asante kwa sababu unastahili sifa za moyo wetu. Asante kwa jinsi ambavyo umekuwa mwaminifu kwetu, kututunza na kututetea. Asante kwa namna ambavyo Bwana unatupigania kila siku na kila wakati. Tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 9 Bwana Yesu. Ulikuwa na sisi kuanzia tarehe 1 na leo ni siku ya mwisho ya mwezi huu wa 9. Baba, tunalibariki jina lako. Asante kwa ajili ya mwezi wa 9, masaa, dakika na sekunde zake. Tumekuona Bwana ukitulinda na kututunza. Ninakushukuru Baba wa mbingu na nchi, kwa sababu ukutuacha kwa neno wala kwa tendo wala ukutupungukia. Tumeuona wema wako katika nchi ya walio hai. Tumetulisha, umetunywesha, umetupigania kwa kila hatua. Kwa neno na kwa tendo umekuwa na sisi. Baba, tunakubariki, tunakutukuza. Pokea sifa, mfalme amani. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Shukuru Bwana kwa ajili ya mwezi wa 10. Baadaye utaendelea na mwezi wa 9. Shukuru kwa ajili ya mwezi wa 10. Shukuru kwa ajili ya mwezi wa 10. Shukuru kwa ajili ya mwezi wa 10. Tayari tuko ndani ya mwezi wa 10. Mwambie Baba asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Rapoko sakaria mandori bosaka. Repoko sakaraba sakarabo sikiri masaka. Rimandorobo koria mandara basaya. Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 10 Baba. Asante kwa ajili ya siku ya kwanza. Asante kwa ajili ya masaa na dakika zake. Asante kwa ajili ya kuta na marango yake. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante kwa kunifadhili Emanueli. Asante kwa kunipa mwezi wa 10. Asante kwa kuniingiza ndani ya mwezi wa 10. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya familia zetu. Asante kwa kutupa kibali. Asante kwa kutupa neema hii ili tuweze kuona mwezi wa 10. Baba, ni siku ya kwanza ya mwezi wa 10. Tunakuinua, tunakutukuza. Uhimidiwe, utukuzwe Kristo Bwana. Limetukuka mno jina lako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa huruma zako. Asante Mungu mtakatifu, maana peke yako unaishi, maana peke yako ni Mungu, maana peke yako unastahili. Baba, tunakubariki. Falme, tunakutukuza. Emanueli, Mungu pamoja nasi. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante kwa ajili ya malango yake. Asante kwa ajili ya kuta zake. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mwezi huu. Asante kwa sababu umetujalia kuona. Umetupa mwezi wa 10 Yesu. Umetupa mwezi wa 10 Baba. Tunakushukuru. Uhimidiwe, utukuzwe Kristo. Uhimidiwe, utukuzwe mtakatifu. Ninakushukuru kwa ajili ya afya zetu, kwa ajili ya ulinzi wako, namna ambavyo umetulinda, namna ambavyo umetupa nafasi na kibali cha kuona mwezi wa 10. Uinuliwe, utukuzwe Kristo. Uinuliwe, utukuzwe mtakatifu. Uinuliwe, utukuzwe Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Baba. Ninakutukuza mfalme wa amani. Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa rehema zako.
Asante kwa fadhili zako. Ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya mwezi huu. Asante kwa ajili ya malango yake. Asante kwa ajili ya kuta zake. Asante kwa ajili ya baraka zilizofungwa ndani ya mwezi huu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante Yesu. Asante Mfalme. Asante Mtakatifu. Baba, ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa upendo wako. Asante Mungu mtakatifu, maana peke yako unastahili. Heshima na mamlaka na nguvu na uwezo vyote ni vya kwako. Nimekuona Baba ukitutetea. Nimekuona Baba ukitusaidia. Nimekuona Emanueli. Asante kwa rehema zako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako Kristo. Ninakushukuru Bwana. Ninakutukuza Masia. Ninalibariki jina lako. Peke yako Bwana unastahili. Peke yako wewe ni mtakatifu. Katika jina la Yesu. Ninakushukuru Yesu. Mshukuru Bwana kwa ajili ya mwezi wa 10 ambao tayari umeuingia. Tuko ndani ya mwezi wa 10 tayari. Baba, asante Mungu wetu. Wewe usiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Wewe usiacha tukasogezwa. Ni wewe unayetutunza na kutujali. Baba, tunakuinua. Falme, ninakutukuza. Asante kwa kibali hiki. Asante kwa rehema zako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako. Baba, ninakushukuru. Peke yako wewe ni Bwana. Peke yako ni Mungu. Peke yako ni mtakatifu. Peke yako unastahili. Heshima na mamlaka na nguvu na uwezo vyote ni vyako. Liinuliwe jina lako na kutukuzwa mno. Asante Mungu wetu. Asante Baba yetu. Asante Mfalme wa falme. Yesu, ninakushukuru maana umesema nayajua mawazo nayowazia ninyi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Hakika nina uhakika mawazo nayotuwazia ndani ya mwezi wa 10 ni mawazo ya amani na wala si ya mabaya. Nasimama na damu ya Yesu katika lango la mwezi wa 10. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la asubuhi. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya mchana. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya alasiri. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya jioni. Na kamata na usiku. Na kamata mwezi mzima. Kila Jumatatu ya mwezi wa 10. Na inyunyizia damu ya Yesu kila Jumanne ya mwezi wa 10. Na inyunyizia damu ya Yesu kila Jumatano ya mwezi wa 10. Na inyunyizia damu ya Yesu kila Alhamisi ya mwezi wa 10. Na inyunyizia damu ya Yesu kila Ijumaa ya mwezi wa 10. Na inyunyiza damu ya Yesu kila Jumamosi ya mwezi wa 10. Na inyunyiza damu ya Yesu kwenye kila Jumapili ya mwezi wa 10. Na kamata mwezi mzima, wiki kwa wiki, siku kwa siku, saa kwa saa, dakika kwa dakika. Na komboa kabisa, na tenga kabisa na uharibifu wote kwa jina la Yesu. Baba, imeandikwa kwenye kitabu cha Zaburi, mesema mabaya yatatupata sisi hata unaenda karibia hema yetu ya kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Tunakataa mabaya yaliyopangwa na ufalme wa giza. Baba, tunaiachilia damu yako katika lango la mwezi wa 10. Baba, kwa jina la Yesu, kila mabaya yaliyokusudiwa yanapanguliwa kwa jina la Yesu, yanaharibiwa kwa damu ya Yesu, yanaharibiwa kwa jina la Yesu. Tunautenga mwezi wa 10, tunauweka wakfu kwa ajili ya Bwana. Ndani ya mwezi wa 10 hakuna mauti, hakuna ajali, hakuna magonjwa, hakuna uharibifu utakaofanikiwa kwa jina la Yesu. Chochote kisicho Mungu hakitafanikiwa. Mpango wote wa kuzimu hautafanikiwa juu yetu na uzao wetu, kazi zetu na ndoa zetu na biashara zetu kwa jina la Yesu. Hakuna kilicho kibaya kitakachofanikiwa juu yetu kwa damu ya Yesu. Mwezi wa 10, sikia maneno ya vinywa vyetu sawa sawa na Kumbukumbu la Torati ile 32 ya kwamba isikie maneno ya vinywa vyetu, nasi tunanena ya kwamba mafundisho yetu yatatonatona kama umande. Kile tunachokisema ndicho kitakachotokea, kile tunachokiomba ndicho kitakachodhihirika kwa damu ya Yesu. Mandiri Masaka anasema kadri mlivyonena ndivyo nitakavyotenda. Na tunavyoomba na uhakika Bwana anaenda kututendea. Hakuna mauti, hakuna ajali, hakuna uharibifu, hakuna vifo, hakuna uharibifu wa namna yoyote utakaotokea
kusudia ndani ya mwezi wa 10 juu ya maisha yetu, hayo mabaya yaliyokusudiwa hayatafanikiwa ndani ya mwezi wa 10 kwa jina la Yesu. Baba, tunajiweka wakfu kwa ajili yako, maana imeandikwa, ni nani basi atakayejiweka wakfu kwa ajili ya Bwana? Tunajiweka wakfu kwa ajili ya Bwana kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu tunaweka wakfu na watoto wetu na wenza wetu na kazi zetu na biashara zetu, tukikamata mwezi wa 10 na kuweka wakfu kwa jina la Yesu. Hakuna mabaya, hakuna uharibifu, hakuna kusudio lolote la kuzimu litakalofanikiwa kwa jina la Yesu. Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante Yesu kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante Yesu kwa ajili ya zile baraka zilizoko ndani ya mwezi wa 10. Asante Yesu kwa ajili ya zile riziki ambazo Mungu umetukusudia ndani ya mwezi wa 10. Asante Yesu kwa ajili ya ulinzi wa mwezi wa 10. Baba, asante kwa ajili ya afya zetu na kazi zetu na biashara zetu kwa mwezi wa 10. Tunakushukuru kwa ajili ya familia zetu. Baba, asante kwa ajili ya mwezi wa 10 ambao umetuneemesha kwao, umetupa kuona mwezi wa 10. Utukuzwe Kristo Bwana. Asante Mungu wetu, wewe uliyetubeba kuanzia mwezi wa 9 ile tarehe 1, ukawa pamoja nasi, ukatuzingira kwa ukigo wako kila upande, tukauona ukusudi lako katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume waliopata neema ya kuomba leo. Baba, asante kwa sababu umetenda kwa jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai. Baba mwaminifu, ninakushukuru kwa damu ya Yesu. Uharibifu na mauti havitakuwa juu yetu ndani ya mwezi wa 10. Tunakataa magonjwa, tunakataa mauti, tunakataa ajali, tunakataa laana, tunakataa uharibifu, habari mbaya, najitenga nazo. Kataa kabisa mtu wa Mungu, chochote ambacho si cha Bwana akitapenya ndani ya hili lango, akitapenya ndani ya hili lango, akitapenya ndani ya hili lango kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna chochote kibaya kitakachopenya, kitakachotufanikiwa kutupata katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa, maana anasema Bwana atatulinda na mabaya yote, atatulinda nafsi zetu, atatulinda tokapo na tuingiapo, tangu sasa na hata milele. Bwana atatulinda na mabaya yote ndani ya mwezi wa 10. Watoto wetu wanalindwa na nguvu za Mungu kwa imani, wanalindwa huko shuleni, walioko vioni, walioko sekondari, walioko shule za msingi. Baba, walindwe na wewe kwa damu ya Yesu. Baba, ukawaangazie, ukatuangazie, ukatufiche damuni mwako, ukatushike kwa fadhili zako, kwa mkono wa kuume wa haki yako. Baba, ukatuhifadhi. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya mwezi wa 10. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye kuta za mwezi wa 10. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye ardhi zetu. Baba, damu yako Yesu ikapite na kutunenea mema, ikapite na kutunenea mema, ikapite na kutunenea mema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Damu yako Yesu ikapite ndani ya lango la mwezi wa 10, ikapite na kutunenea mema, maana imeandikwa, karibia vitu vyote katika Torati usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Baba, na iachilia damu yako katika malango ya mwezi wa 10 na kuta zake. Baba, tunakusihi uwe nasi ndani ya mwezi huu, uwe nasi Kristo Bwana, utuangazie nuru yako, utufiche Baba kwa mbawa zako, ututunze Bwana, usitupite katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 10. Asante Bwana, asante Yesu, asante Baba, asante kwa ajili ya mwezi wa 10, asante kwa ajili ya mwezi wa 10, asante kwa ajili ya riziki zetu, asante kwa ajili ya baraka zetu, asante kwa sababu hautatutia majaribuni, asante kwa sababu utatuokoa na yule muovu. Asante Mungu, hakuna maangamizi yatakayotupata mwezi wa 10 Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10. Heshima na mamlaka na nguvu na uwezo ni vya kwako katika jina la Yesu, na kwa damu ya mwana kondoo tunakutukuza Mfalme, tunakuinua Emanueli. Pokea sifa Kristo Bwana. Asante kwa ajili ya kibali ulichotupa, asante kwa ajili ya mwezi wa 9 mzima, asante kwa ajili ya siku ya kwanza ya mwezi wa 9 mpaka siku ya tarehe 31, namna ambavyo umekuwa pamoja nasi, ukutulisha na kutunywesha, ukatuficha damuni mwako, tukawa salama Bwana. Baba, nasi katika jina la Yesu tunazidi kujidhabihu kwako, tukikushukuru kwa ajili ya mwezi wa 10, tukiamini uso wako
utaenda pamoja nasi na utatulinda na mabaya yote, utatuokoa na mkono wa mwindaji, utatuokoa na tauni haribuyo, utatuokoa na mabaya yote, maana wewe peke yako ni Mungu. Heshima na mamlaka na nguvu Baba vyote ni vya kwako, katika jina la Yesu. Na kushukuru kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako hawa ambao wamepata neema ya kupaza sauti zao katika rango hili la mwezi wa 10, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea sifa Kristo Bwana, maana peke yako unastahili. Karibu Roho Mtakatifu katika ibada yetu hii, karibu uwe nasi na utuongoze na uombe pamoja nasi, tuelekeze, tuonye, tufundishe sawa sawa na shauri lako, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, mfalme mwema, tunaomba na kushukuru. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu, tumepata neema ya kuona mwezi wa 10. Amen. Kwa kweli tumependelewa na Yesu. Mungu awabariki watu wa YouTube, Mungu awabariki sana. Wabariki sana, lakini unaweza kutuandikia uko wapi? Unaweza kutuandikia uko wapi? Mstari unaotuongoza kwa mwezi wa 10, mstari wetu mama. Kila mwezi tuna mstari ambao unatubeba. Tunaongozwa na ile kitabu cha Hesabu. Hesabu inatuongoza. Tunaongozwa na kitabu cha Hesabu. Hesabu 6:24-26. Hesabu 6:24-26. Lakini mstari ambao tunatembea nao, yani ambao huu utatembea nao, ni huu hapa sasa. Kati ya hii mistari yote mitatu, mstari ambao kila siku unatakiwa ukiri ni mstari wa Hesabu 6:24-26. Nasema, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Mstari wetu mama kwa mwezi wa 10 ni mstari wa 25. Bwana akuangazie nuru za uso wake, nuru za uso wake, nuru za uso wake na kukufadhili. Yani juitoka juma ngapi ile, yani nilipokuwa nikitafakari mwezi wa 10, huu mstari ndio uliosikika ndani yangu. Yani ndio mstari ambao umezungumza ndani yangu kwamba Bwana akatuangazie nuru za uso wake na kutufadhili. Kwa hiyo kama unaanza maombi leo, na maana tayari tuko tarehe 1, ndani ya siku zako 7, hata maombi yako utakayokuwa ukiyaomba, hakikisha unamwambia Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Yani Yesu akiwa mfadhili wako, nina uhakika kila kitu kitakwenda sawa sawa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Watu wa Google Meeting basi wasikii. Amen. 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 Kwa hiyo mstari wetu mama kwa mwezi wa 10 ni Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Wewe amka, tembea, mwambie Bwana niangazie nuru za uso wako na unifadhili. Unatoka asubuhi kwenda kazini, mwambie Baba niangazie nuru za uso wako, unifadhili leo katika kazi yangu. Unifadhili leo ninakokwenda. Uniongoze leo nitakapokuwa. Wewe niangazie nuru za uso wako, unifadhili na unipe amani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Mungu akubariki. Recho kutoka Tanga. Agata Kisarawe, Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana sana sana. Mungu akubariki. MC wa kimataifa Pude, barikiwe sana. Akubariki mno. Wapendwa watu wa Mungu, na sasa tutoe tangazo hili rasmi kwamba kila mwaka huwa tunakuwa na ibada, lakini kwa mwaka huu Mungu ametupa kwa sura hii, tutakuwa na ibada ya kusifu, kuabudu na kumshukuru Mungu. Kusifu, kuabudu na kumshukuru Mungu. Hiyo ibada ndio ibada ya funga mwaka. Yani kama vile tunakwenda mbele za Mungu, mwambia Mungu tunakushukuru kwa mwaka huu mzima, kwa matendo mema makuu uliyotutendea. Tutawifanya tarehe 9 mwezi wa 11
Kwa watu wangu wa YouTube mlioko Dar es Salaam, ni wasi katika jina la Yesu, usipange kukosa hii ibada, usipange kukosa kabisa. Tunajiandikisha hii ibada kwa sababu inafanyikia ukumbini, basi tunajiandikisha. Amen. Bera, Mungu akubariki kutoka Zanzibar. Mungu akubariki sana. Kwa tunajiandikisha, watu wa Mungu tunajiandikisha. Mungu yuko hapa, ni huduma sio kanisa. Hii ni huduma sio dhehebu. Tunajumuisha watu wote, na Waislamu tunao, na wote watu wa Kristo wote tuko nao. Kwa hiyo sisi sio kanisa, ni huduma. Kwa hiyo unapozungumza sio kanisa, mtu asijioji maswali kwamba kwa nini tunajiandikisha. Na tunajiandikisha kwa kiingilio cha fedha, ni kwamba kwa ajili ya kukizi kuweza kuendo zile gharama zinazohitajika. Gharama zile zinazohitajika. Hakuna ukumbi wa bure, kumbi zote zinalipiwa. Kwa unaposikia mtu wa Mungu kwamba tunajiandikisha na unajiandikisha kwa fedha, ni kwamba kwa sababu ya kukizi hayo mambo yote yanayohitajika. Injili ni bure, lakini kuipeleka huwa ni gharama. Kwa ni kuombe mtu wa Mungu, jiandikishe mapema ili tuwe na sura ya ibada yetu itakavyokuwa. Usisubirie mwishoni tukawa tushaminya bajeti yetu, kumbe wewe una wazo la kuhudhuria. Jipange mapema, jiandikishe kabisa. Jiandikishe mapema kabisa. Na kujiandikisha kwetu ni shilingi 20,000. Kujiandikisha kwetu ni shilingi 20,000, lakini Mungu kama amekutendea kwa uzuri na ukubwa, na unaona kumfanyia Mungu zaidi ya hapo, wewe unaweza ukawa sababu ya mtu mwingine kuhudhuria, ukatoa sadaka yako zaidi ya hapo. Amen. Kuna na wengine ambao Mungu amewagusa tayari, wameshaanza kutoa sadaka zao. Kwa kweli wamejitoa, wanatoa sadaka zao. Kwa hiyo ibada yetu haibadiliki, ni tarehe 9 mwezi wa 11, na ukumbi wetu tutakaofanyia ibada yetu unafanyikia Blessing Hall kwenye pale Magereza Segerea. Kwa hiyo watu wa Mungu, ni waombe katika jina la Yesu, jiandikishe mapema kabisa, jiandikishe mapema. Tumtukuze Bwana, tumuimbie Bwana. Tutakuwa na watumishi wa Mungu mbalimbali, lakini agenda kubwa itakuwa ni katika kusifu na kuabudu. Neno litapita na maombi, lakini tutazama sana kwenye katika kupeleka shukrani zetu kwa njia ya kumwabudu na kumtukuza Mungu. Watu wabubujike, tujiachie mbele za Bwana, tufunguliwe vifungo vya rohoni kwa kujinyenyekeza na kutoa machozi yetu mbele za Bwana, ikiwa ni sadaka yetu mbele za Mungu. Kwa hiyo ni kuombe mtu wa Mungu, usiache kujiandikisha. Na namba yetu ya kujiandikisha, ukijiandikisha kwenye namba yangu sawa, nitafikisha taarifa, lakini namba ya kujiandikisha kwa ajili ya ibada, unatuma ujumbe wako kabisa, unamwambia mimi ni fulani, ni kwa ajili ya ibada, ni namba 0786 0786 710669. Kwa hiyo hii namba inapokea hilo jina lako pamoja na sadaka yako kwa ajili ya kusapoti hiyo ibada. Jina litatokea Esther Mlangwa. Mungu wa mbinguni awabariki. Karibuni sasa tuendelee na ibada. Niliona nitoe hilo tangazo letu mapema, na unaweza kuwashirikisha wengine. Mungu yuko hapa, ni huduma inayopenda watu wote, hatuna ubaguzi, ni wanaume kwa wanawake. Hiyo ibada haitabagua. Sio semina ya wanawake, ni ya watu wote. Amen. Kama mpo. Amen. Kwa tunakwenda mbele za Mungu sasa kuomba. Mtu wa Mungu, nimeshakupa mstari unaotubeba. Nina uhakika unaenda na vitu unaenda kumwambia Mungu. Sasa. Na vitu utamweleza Mungu kwa habari ya mwezi wa 10. Anasema Bwana akubarikie na kukulinda. Mwambie Mungu, naomba baraka zako mwezi wa 10 zisinipite. Baraka zako Mungu mwezi huu wa 10 zisinipite. Unapowagusa wengine, na mimi Baba niko hapa, ninakuhitaji. Baraka zako kwenye familia yangu zisitupite. Anasema Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Mwambie Baba, niangazie nuru za uso wako kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu. Wewe ukawe mfadhili wangu. Yaani mueleze kile unajisikia kumweleza. Mwambie
Bwana, uniinulie uso wako ukanipe amani. Kama mwezi wa 9, kama miezi iliyopita ulikuwa unalia, una mahangaiko ya moyo, mwambie Baba, ndani ya huu mwezi wa 10 sasa naomba ukanipe amani yako. Ukaniinulie uso wako na ukanipe amani. Niondolee uchungu, niondolee maumivu, niondolee chochote kibaya. Amen. Lakini kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana, kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Ufunuo wa Yohana ile sura ya 3 mstari wa 8. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8 anasema, nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nao umelitunza neno langu, wala ukulikana jina langu. Natafuta hii hapa. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, ambaye hapana awezaye kuufunga. Mwambie Baba, nipe mlango wazi. Nipe mlango wazi mwezi wa 10. Yani anasema kwenye kitabu cha Isaya, anasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa usiku wala mchana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwambie Mungu, malango yangu yawe wazi. Na anaposema yatakuwa wazi daima, ili mataifa wakuletee utajiri wao. Mwambie ndani ya mwezi huu 10, Bwana, nipe mimi kufanikiwa. Niwezeshe nifanikiwe ndani ya mwezi wa 10. Watu wengi wema wakanijie, malango ya fursa yakafunguke, fedha na kibali vikanijie katika jina la Yesu. Wakorintho wa kwanza 16:9 anasema nimekufungulia mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wako pingao. Mwambie Baba, niondolee upinzani ndani ya mwezi wa 10. Niondolee upinzani ndani ya mwezi wa 10. Amen. Sasa tunakwenda mbele za Bwana. Tunaweza kwenda kuomba sasa. Tunaweza kwenda kuomba. Tunaweza kwenda kuomba. Watu wa Google Meet, mnaweza mkanisaidia kuzima maiki sasa. Tuende mbele za Mungu kuomba. Tuende mbele za Mungu kuomba. Yaani kataa chochote usichokitaka ndani ya mwezi wa 10. Nasema Bwana akubarikie na kukulinda. Mwambie Mungu, naomba ulinzi wako ndani ya mwezi wa 10. Linda watoto wangu, linda kazi zangu, nilinde popote nitakapokuwa ndani ya mwezi huu wa 10 katika jina la Yesu. Haleluya. Basi tuende mbele za Bwana. Tuende mbele za Bwana, tuende mbele za Bwana. Tuweze kuomba. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, atuache kuja kwako Mungu mtakatifu kwa moyo wa shukrani, kwa sababu tunajua ni wewe unayetulinda na kututunza, unayetupigania, unayetuwazia mema. Asante kwa ajili ya mwezi wa 10, asante kwa ajili ya mwezi wa 9 ambao tumeumaliza, lakini bado wewe ni Mungu mwaminifu. Bado wewe ni Bwana, bado wewe ni uzima wetu, bado wewe ni msaada wa karibu, bado hujatuacha mfalme wa amani. Wewe peke yako unatuwazia mema, wewe peke yako mlinzi wetu, wewe peke yako msaada wa karibu. Baba, ninakushukuru kwa sababu unatupenda. Heshima na mamlaka na nguvu na uwezo vyote ni vya kwako, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo takatifu. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru. Mfalme wa falme, na kutukuza. Asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako, maana umesema ingieni malangoni pako kwa kushukuru. Tunaingia malangoni pako kwa shukrani, kwa sababu tunajua ni wewe tu Bwana unayetutetea na kutupigania, unayetuwazia mema, usiyetuacha Bwana, usiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao, usiyeruhusu miguu yetu kusogezwa. Ni wewe peke yako umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwaminifu, umekuwa mlinzi wetu, umekuwa uzima wetu, umekuwa msaada wetu, umekuwa maficho yetu, umekuwa wokovu wetu, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo takatifu. Mungu wetu, Baba wa utukufu, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu hujawahi kutuacha. Asante kwa kutulinda ndani ya mwezi mzima na ukatupa kibali cha kuweza kuona mwezi mpya. Heshima na mamlaka na nguvu na uwezo, Baba, vyote ni vya kwako, katika jina la Yesu. Uinuliwe, utukuzwe peke yako Kristo. Uinuliwe, utukuzwe mfalme mwema. Uinuliwe, utukuzwe Baba yetu wa mbinguni. Uinuliwe mtakatifu Baba, uinuliwe katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo.
Mungu wetu na Baba yetu mwema, takatifu, mfalme wa falme, Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Naomba toba, naomba rehema mahali popote tulipokosea. Baba utusamee, Baba utuhurumie, Baba utusamee, Baba ututakase, utuoshe kwa hisopo ya damu yako, tupate kufaa mbele zako Kristo. Utuhurumie Bwana, utusamee Mungu, ututakase Masia, utuoshe kwa hisopo ya damu yako Baba, tupate kufaa, maana imeandikwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni kweli Bwana, tumekutenda dhambi, na umesema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na ni wa haki. Baba, kwa damu ya Yesu, koria mashandori bosaka rapoko sakaraba mandori bosikiri masaka rebo sakariando rapoko saka rimakaria mashande mandaraba saka rikoriandoro bosaka rapoko siki rapo shanda mandaraba siki rikoriando. Kwa damu ya Yesu, Yesu Kristo, rapoko sa rapashanda mandori bosaka koria mashando ri masakaraba koria ri masakaraba kora ri mandorobo saka ri karabasaka ri masekete kasaka rapoko shanda mandoribo saya mandarabasaka ri korobosiki rapoko sakata imakoriando. Kwa damu ya Yesu, Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kusi Kristo Bwana, Baba wa utukufu, utuhurumie, utusamee, tutakase. Kuna mahali ulitaka kutuona au hujatuona hapo, kama ulivyoenda kwenye bustani na uliza Adamu yuko wapi. Si kwamba hakuwepo, ila kuna nafasi ambayo ulikusudia kuona amekaa, hakuwepo muda huo. Baba, nasi kuna namna ambavyo ulitamani kutuona tumekaa. Ninakusi Kristo Bwana, Baba wa rehema, utuhurumie, utusamee Yesu, tusamee Baba, tutakase Mfalme, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo takatifu. Mungu wetu, Baba yetu wa utukufu, niko ambaye niko, tusamee Baba, tusamee Yesu, tutakase Mfalme, katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Baba, tunatubu kwa ajili ya familia zetu, watoto wetu, wenza wetu, ndugu zetu, tusamee Baba mtakatifu, najidhabihu kwako kwa damu ya Yesu. Mungu, tunaomba uso wako Kristo uwe nasi, Bwana, uwe nasi uso wako, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Nasimama na damu yako, nafunga hizo falme, mamlaka wa kuagiza mapepo mabaya kwenye ulimwengu wa roho, na ngoa kila mapando ya adui yaliyopandwa ndani ya mwezi wa 10, yaliyolengwa kukupitisha maovu ndani ya mwezi wa 10, chochote kilichopangwa kupita ndani ya mwezi wa 10, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba mtakatifu, Mungu, katika jina la Yesu, kora mashandara bakoria ri mandorobosaka rapa katakasaka ri mashando mandara basaka ri koriandorobokora ri masaka rabakora rindorobosaka kandorobosiki kara mashanda manderebosaka kandarabakoria. Kwa damu ya Yesu, ri masakariando reka karabasaka koria mandorobosika, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, andorobosaka ri masakarabakora rindorobosaka, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, Mfalme wa falme, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, na ngoa kila mapando ya adui, mapando ya ajali, mapando ya mauti, mapando ya uharibifu, kila pando lolote asilolipanda Baba wa mbinguni, na ngoa ajali, na ngoa magonjwa, na ngoa uharibifu, na ngoa mauti, na ngoa chochote kisicho Mungu, ninang'oa kabisa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninang'oa leo kwa damu ya Yesu. Kora mashanda mandarabasaka rikoriandorobosaka repokoria masaya rapokosaka andorobokoria, katika jina la Yesu. Kora mashanda mandarabasiki rikoria mashanda kandorobosaka
kandarabakoria, kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, kila mapando ya adui yanang'olewa kwa jina la Yesu. Uharibifu unapanguliwa, na ondoa chochote kisicho Mungu kinaharibiwa leo kwa jina la Yesu. Kinaharibiwa leo kwa damu ya Yesu. Kinaharibiwa leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, nasemesha lango la siku, nasemesha lango la mwezi, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Baba mtakatifu, maandiko hii ndio siku aliyoifanya Bwana, ikiwa siku amefanya, na hiyo ndio mwezi ambao Bwana Mungu amefanya, ametupa mwezi wa 10 katika jina la Yesu. Sante kwa ajili ya mlango la mwezi wa 10. Sante kwa ajili ya lango la asubuhi. Sante kwa ajili ya lango la mchana. Sante kwa ajili ya lango la alasiri. Sante kwa ajili ya lango la jioni na usiku. Nakamata mwezi mzima, napangua kwa damu ya Yesu. Napangua kwa jina la Yesu. Baba, napangua vyote ambavyo kuzimu imevilenga, ambavyo kuzimu imevikusudia ndani ya mwezi huu katika jina la Yesu. Chochote ambacho kuzimu imekikusudia hakitafanikiwa, hakitakuwa kabisa katika jina la Yesu. Chochote ambacho kuzimu imekipanga hakitafanikiwa ndani ya mwezi wa 10 katika jina la Yesu. Na kwa damu ya mwana kondoo, hayo mabaya yatafanikiwa, hizo mauti yatafanikiwa, hasara kwenye biashara, uharibifu wa kila namna, Baba, vitafanikiwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo, Baba mtakatifu, Mungu ninakusihi, neema yako Kristo ituhifadhi ndani ya mwezi wa 10, ndani ya mwezi wa 10. Hifadhi watoto wetu, maana umesema Bwana akubarikie na kukulinda. Baba, tunaomba baraka zako mwezi huu, tunaomba baraka zako. Omba baraka za Bwana, omba baraka za Bwana juu ya familia yako, juu ya familia yako, juu ya watoto wako, juu ya ndoa yako, juu ya biashara zako, juu ya kazi yako, kwa damu ya Yesu. Baba, tunaomba baraka zako katika jina la Yesu. Mesema Bwana akubarikie, Baba ukatubarikie. Baba, hizo baraka, bariki afya zetu, bariki nyumba zetu, bariki biashara zetu, Baba ukatubariki ndani ya mwezi wa 10. Baraka zako Yesu ziende pamoja nasi ndani ya mwezi wa 10. Baraka zako Yesu ziambatane nasi katika lango la mwezi, kwa damu ya Yesu. Koria mashanda mando robo saka kara masaka rapo koria, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mesema Bwana akubarikie na kukulinda, ukatulinde Bwana, achilie ulinzi wako, ukatubarikie, ukatulinde, ukatubarikie na kutulinda kwa damu ya Yesu. Baba, ukatubarikie na kutulinda. Linda watoto wetu, linda ndoa zetu, linda kazi zetu, linda biashara zetu. Baba, ukatubarikie na kutulinda. Baba, ukatubarikie na kutulinda. Usinyamaze Yesu, usinyamaze Mfalme, usinyamaze Jemedari. Ukatubarikie na kutulinda, ukatubarikie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema Bwana akubarikie na kukulinda. Baba, nibarikie, unilinde. Baba, linda watoto wetu. Rama sekeriando ropoko sakaraba rapo shatayama mando robosiki rapoko sakarama resekete karabo riama shanda rapoko saka rapa kataka siki rapo shanda ramakoria rinda rabasaka kora mashanda resa karaba oria mando robosaka. Bwana ukanibarikie, Bwana ubarikie, unibarikie na kunilinda. Bwana unibarikie na kunilinda. Linda ndoa yangu, linda familia yangu mwezi huu. Hatutalia mwezi huu, hatutapatwa na mabaya mwezi huu. Baba, ukatubarikie na kutulinda kwa jina la Yesu. Ukatubarikie na kutulinda kwa damu ya Yesu. Ukatubarikie Bwana, barikia watoto wetu, linda kazi za mikono, linda kwa ofisini. Baba, ukatulinde kwa jina la Yesu Kristo. Mesema Bwana ukatuangazie nuru ya uso wake. Baba, tuangazie nuru za uso wako mwezi huu. Tuangazie nuru za uso wako mwezi huu. Tuangazie nuru za uso wako mwezi huu. Angazia biashara zetu, angazia ndoa zetu, angazia kazi zetu. Tuangazie Roho Mtakatifu, tuangazie Bwana Yesu, tuangazie Mfalme, tuangazie mtetezi mwema. Baba, ukatuangazie kwa damu ya Yesu, Yesu Kristo. Tuangazie, tuangazie Baba, tuangazie mtetezi katika jina la Yesu. Baba, tuangazie nuru za uso wako. Angazia watoto wetu boarding, angazia waume zetu mahali wanapokuwa, atuangazie nasi
katika jina la Yesu. Baba, ukatuangazie, usitupite ndani ya mwezi huu. Nuru yako Kristo ikatuangazie, nuru yako Kristo ikatuangazie, nuru yako Kristo ikatuangazie, nuru yako Kristo ikatuangazie. Kwa mamlaka ya jina la Yesu nasema akakuangazie nuru za uso wako na kukupa amani katika jina la Yesu. Akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Mwambie Baba, niangazie nuru za uso wako, niangazie nuru za uso wako, angazia nuru za uso wako kazini, angazia nuru za uso wako kwenye huduma zetu, angazia nuru za uso wako kwenye biashara, kwenye familia, kila mahali tunapokuwa. Baba, ukatuangazie nuru za uso wako na kutupa amani katika jina la Yesu. Ukawe mfadhili wetu, ukawe mfadhili wetu, ukawe mfadhili wetu. Fadhili kazi zetu, fadhili biashara zetu, fadhili ndoa zetu, fadhili afya zetu. Baba, tufadhili kwa jina la Yesu Kristo. Ukawe mfadhili wetu, ukawe mfadhili wetu kwa damu ya Yesu. Baba, ukawe mfadhili wetu. Usinyamaze Yesu, usinyamaze. Wewe ni mfadhili wetu. Ukatufadhili Baba, ukatufadhili Kristo, ukatufadhili Emanueli, ukatufadhili kila takapokuwa. Baba, ukatufadhili kwa damu ya Yesu. Kora mashanda mando robosaka ria mashekete ya mando ria ndarabasaka riko rabasike rapokoria mandarabasaka riko riando robokoria mando ribosaya kando ribosaka. Kwa damu ya Yesu Bwana, tuangazie, angazia hiyo biashara, angazia hiyo nyumba, angazia hiyo kazi, angazia hiyo mradi, angazia Yesu. Baba, ukatuangazie nuru za uso wako na kutufadhili. Wewe ni mfadhili wetu. Kila tutakapokuwa mwezi huu, wewe ni mfadhili wetu. Kila Jumatatu utatufadhili, kila Jumanne utatufadhili, kila Jumatano utatufadhili, kila Alhamisi utatufadhili, kila Jumamosi utatufadhili, kila Jumapili utatufadhili. Wewe ni mfadhili wetu. Ukatufadhili mwezi huu, ukatufadhili Emanueli. Baba, ukatufadhili Yesu Kristo, tufadhili, ukawe mfadhili wetu katika jina la Yesu. Ukatufadhili Mtakatifu, ukatufadhili Mungu wa milele, ukatufadhili. Wewe ni mfadhili wetu Baba, ukatufadhili katika jina la Yesu. Koria mashando resa karaba koria rikarabasaka mandaraba koria rindorobosaka koria mashanda koria masaka. Yesu mfadhili wetu, Yesu mfadhili wetu. Tufadhili Baba, tufadhili Baba, tufadhili Baba. Resa karabo oria mashanda mandarabasaka riko korobosaka. Acha Bwana afadhili kazi zetu mwezi huu. Acha Bwana afadhili ndoa zetu. Acha Bwana afadhili biashara zetu. Acha Bwana akatufadhili kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yesu Kristo, ukatufadhili. Rapoko sakarama mandara basikiriando kora mashandara makoria rako sikirianda rako sikiria basaka roko sakarama koria raka sakarama siki koria mashando reseketera masanda indarabakoria koria mashanda. Yesu mfadhili wetu, fadhili watoto wetu, tufadhili kiafya, tufadhili kimwili, tufadhili kiroho. Yesu Kristo, tufadhili Baba, tufadhili Mtakatifu. Wewe ni mfadhili wetu. Ukatufadhili, ukatufadhili tunapotoka, ukatufadhili tunapoingia ndani ya mwezi wa 10. Nuru yako Kristo ikaangaze. Ondoa giza katika njia zetu, ondoa giza katika njia zetu, ondoa giza katika njia zetu. Baba, utuangazie nuru ya uso wako, ukatuondolee giza, ukatuondolee ukaufu, ukatuondolee ukiwa, ukatuondolee utupu. Baba, katika jina la Yesu, ndani ya mwezi wa 9 malango yake yawe wazi, hayataguswa, hayatachukuliwa kwa damu ya Yesu. Baba, malango yetu yakawe wazi, yakawe wazi kwa damu ya Yesu. Kora mashanda mandorobo saka. Mwambie Baba, malango yangu yawe wazi, malango yangu yafunguke, malango ya kazi yafunguke mwezi huu, malango ya biashara yafunguke, malango ya huduma yafunguke, malango yetu yakawe wazi. Bwana, naomba mlango wazi sawa sawa na kitabu cha Ufunuo ile 3:8. Sema jitahidi, atakupa mlango ulio wazi, nakupa mlango ulio wazi.
Baba nakusihi katika jina la Yesu, ukanipe mlango wazi, ukanipe mlango wazi. Karamashato resa karabakoria. Baba ukanipe mlango ulio wazi mwezi huu. Wape watoto wako mlango wazi. Achilia mlango ulio wazi. Mlango yetu ikawe wazi daima. Sawa sana kitabu cha Isaya 60:11. Mesema na malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa usiku wala mchana. Enyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Baba mtakatifu, Mungu wetu, malango yetu mwezi wa 10 yakawe wazi. Malango yetu yakawe wazi. Malango ya afya yakawe wazi. Malango ya huduma yakawe wazi. Malango yetu yote yawe wazi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Omba Mungu akupe mlango ulio wazi. Omba mwambie Baba, ndani ya mwezi wa 10 nipe mlango ulio wazi. Nipe mlango ulio wazi. Nipe mlango ulio wazi ili nipate kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Baba nipe mlango ulio wazi mwezi huu. Nipe mlango ulio wazi kwenye kazi, kwenye huduma, kwenye biashara, kwa watoto wetu. Achilia mlango ulio wazi. Karamaseke mandorobokoria. Baba achilia mlango ulio wazi katika jina la Yesu. Mlango yetu mwezi wa 10 ikawe wazi, na ukatuangazie nuru za uso wako, ukatufadhili, ukawe mfadhili wetu, ukawe mfadhili wetu mwezi wa 10, ukawe mfadhili wetu Kristo. Rapo kosakaria mando mandarabasaka. Yesu, milango yetu ikawe wazi. Nasema nitakupa mlango ulio wazi. Nakupa mlango ulio wazi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba ninaomba mlango ulio wazi katika jina la Yesu. Umesema nayajua matendo yako. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Baba malango yetu yanafunguka. Nafungua lango la kibali. Nafungua lango la neema. Nafungua lango la kuzidishwa. Nafungua lango la kustawi. Nafungua kwa jina la Yesu. Umesema mlango utakaofungua hakuna anayeweza kufunga. Kandara masaka katika jina la Yesu. Hakuna atakayefunga huo mlango. Si uganga wala uchawi, si ushirikina. Kwa damu ya Yesu, milango yetu ikafunguke. Umesema hakuna atakayeweza kuufunga mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, hakuna atakayefunga mlango wangu wa kufanikiwa. Hakuna atakayefunga lango la ndoa yangu. Hakuna atakayefunga uzao wangu. Hakuna atakayefunga. Katika jina la Yesu, malango yetu yanakuwa wazi daima. Malango yetu yanafunguliwa. Malango yetu yanakuwa wazi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hayo malango yakawe wazi. Hayo malango yakafunguliwe. Hayo malango yakawe wazi katika jina la Yesu. Malango yakawe wazi. Malango yakafunguliwe. Malango yakawe wazi. Karama shendere masaka. Rapo kosikiri manda. Rapo koria. Kora mashandiri bosi. Kara masekete karabosha. Indarabasaka. Rapo kosikiri masaka. Mandarabakoria. Kwa damu ya Yesu. Mungu mwokozi wetu mfalme, na kusihi katika jina la Yesu, ninakataa malango yangu yatafungwa. Lango la ndoa, lango la kazi, lango la afya, lango la biashara alitafungwa kwa jina la Yesu. Alitafungwa hilo lango. Alitafungwa, litakuwa wazi daima. Litakuwa wazi daima. Litakuwa wazi daima. Litakuwa wazi daima. Hilo lango litakuwa wazi daima kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, hilo lango likawe wazi ndani ya mwezi wa 10 katika jina la Yesu. Hayo malango yangu yanakuwa wazi. Hayo malango yanakuwa wazi. Hayo malango yanakuwa wazi kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naondoa kila vizuizi na vikwazo. Naondoa kila upinzani ndani ya lango la mwezi wa 10. Baba, katika jina la Yesu, umesema malango yangu nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa usiku wala mchana. Kwa damu ya Yesu, kila mlango utakuwa wazi. Utakuwa wazi. Lango la afya, lango la kibali, lango la ndoa, lango la afya njema katika jina la Yesu. Hayo malango yatafungwa, yatakuwa wazi daima juu ya watoto wetu na kazi zetu katika jina la Yesu. Yanakuwa wazi daima. Yakawe wazi daima. Yakawe wazi daima ndani ya mwezi mzima wa 10. Tunayakomboa kwa damu ya Yesu. Tunakomboa mwezi wa 10. Tunakomboa asubuhi yake. Tunakomboa mchana. Tunakomboa jioni na usiku, masaa, dakika, wiki. Tunakomboa vyote
katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, hayo malango yatakuwa wazi, hakuna atakayeweza kuyafunga. Chochote kicho cha kwetu kilichopangwa ndani ya mwezi wa 10 hakitaibiwa, hakitazulumiwa, hakitatapeliwa. Hakuna atakayezulumu haki zetu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hakuna atakayezulumu zilizostahili zetu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Kora mashando robo saka mandara makoria. Asema malango yakawe wazi daima, hayatafungwa usiku wala mchana, hayatafungwa usiku wala mchana, hayatafungwa usiku wala mchana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hayatafungwa usiku wala mchana kwa damu ya Yesu Kristo. Kora mashanda rabakoria rikanda basaka rapo kosikili masanda andorobo koria kara masikiri masaka koria mashandara makoria. Katika jina la Yesu Kristo, malango yangu yakawe wazi, mataifa watulete utajiri. Amrisha mataifa yakalete utajiri kwenye malango yako yaliyo wazi. Amrisha kwa damu ya Yesu, amrisha kwa moto, amrisha kwa jina la Yesu, amrisha kwa damu ya Yesu. Kandara masaka rapo koria mando resaka ramasaka. Katika jina la Yesu, mataifa wanatuletea utajiri wao. Tunakataa roho ya kuzuiliwa mwezi huu, tunakataa chochote cha kutuzuia katika jina la Yesu. Umesema umetufungulia mlango wa kufaa sana, lakini wako wengi watupingao. Tunaondoa wanaotupinga, naondoa wanaotuzuia, naondoa wanaotuchelewesha, tunawaondoa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaondoa waliosimama njiani kutuzuia, tunawaondoa. Nakataa, maana umesema umenifungulia mlango wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Roho za upinzani zinatuachia mwezi wa 10. Roho za uzito zinatuachia, roho za uzito zinatuachia, roho za upinzani zinatuachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, Baba wa milele, mfalme, kara mashanda mando robo saka rikaria mashando robo kosaka rikarabosi koria mashanda mando robo saka. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, Baba mtakatifu, Mungu wetu, kwa jina la Yesu, malango yetu yakawe wazi daima, malango yetu yakawe wazi mwezi huu, malango yetu yakawe wazi kwa jina la Yesu. Nakusihi Baba, katika jina la Yesu, hayo malango yetu yakawe wazi, hayo malango yetu yakawe wazi, hayo malango yetu yakawe wazi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hayo malango yetu yakawe wazi kabisa kwa damu ya Yesu. Kora bashandara makoria rikarabasaka resakarabakoria. Katika jina la Yesu, umesema Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba amani yako, tunaomba amani yako, naomba amani yako mwezi huu, tunaomba amani yako mwezi huu, tunaomba amani yako. Tunakataa machozi, tunakataa misiba, tunakataa uharibifu, tunakataa kila mpango wa kuzimu, tunaukataa kwa jina la Yesu, tunaukataa kwa moto huo mkakati wa adui, tunaukataa katika jina la Yesu. Baba, tunakataa kila roho za uharibifu, ninazifunga kwa damu ya Yesu. Asante Mungu wetu, kwa sababu tuna uhakika hakuna uharibifu utakaopenya hapo. Kwa jina la Yesu, nafunga kila njia, nafunga huo mlango, nafunga hiyo milango ya mauti, nafunga hizo ajali, nafunga hiyo mateso, nafunga kwenye ulimwengu wa roho, vyote ninavifunga, maana tumepewa mamlaka. Tutakachokifunga duniani na mbinguni kimefungwa, na tutakachokifungua duniani na mbinguni kimefunguliwa. Bwana, tunaomba ukatuinulie uso wako. Baba anasema Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Baba, tuinulie uso wako. Mfalme, tuinulie uso wako. Baba, tuinulie uso wako na ukatupe amani katika jina la Yesu. Ukatupe amani, amani yako juu ya malango yetu, amani yako kwenye biashara zetu, amani yako kwenye afya zetu, amani yako Yesu. Baba, katika jina la Yesu, amani yako Mungu iende pamoja nasi, amani yako Kristo iende pamoja nasi kwa damu ya Yesu. Korobo shanda mandarabasika rapo koria mandarabasaka kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo, mfalme wa wafalme. Baba, katika jina la Yesu, nenda nasi, nenda nasi, nenda nasi Yesu, nenda nasi Baba, usituache, nenda nasi, tushike kwa mkono wako,
nenda nasi, tuongoze Bwana, tushike mfalme, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Malango yangu yakawe wazi daima, malango yangu yakawe wazi daima. Bwana, ukatuangazie nuru za uso wako, ukatufadhili. Achilia amani katika nyumba zetu na kwenye kazi zetu na kwenye biashara. Tunakataa habari mbaya kwa damu ya Yesu. Nakataa habari mbaya, nakataa habari mbaya, nakataa habari mbaya kwa damu ya Yesu. Baba Mwokozi wetu, rabu shanda manda kara mashando robosiki riko korobosaka rabakore rimando robosaka rika rabasaka. Ndani ya mwezi wa 10 tukayaone mema, tukaone faida, tukaone matokeo yake tunachokisubiri kwa damu ya Yesu. Kazi zetu, kwenye biashara, Baba tupe nguvu zako, chini ya neema yako, chini ya neema yako mwezi wa 10, chini ya neema yako Kristo. Baba chini ya neema yako, ropo kosikiri masando mando ribosaka riko ria bashando manda rabakoria rindo robosaka rika rabasaka ropo kosakata mando robokora rimando robosiki riko ria bashata resa karama rimando robosaka kwa damu ya Yesu. Mungu Baba takatifu, Mungu wa Israeli, ninakusihi Kristo Bwana, usinyamaze mwezi huu, usinyamaze, ukatubariki na kutulinda, ukatuangazie nuru za uso wako na kutufadhili Baba, ukatuangazie nuru za uso wako Baba, ukatuinulie uso wako na kutupa amani, ukatuinulie uso wako ukatupe amani, tukafanikiwe, tukabarikiwe, tukaongezwe, tukastawi ndani ya mwezi wa 10. Hatutatoka patupu, tutaona yaliyo mema, taziona fadhili zako, baraka za Mungu zikatufunike, matokeo mazuri yakawe juu yetu kwa damu ya Yesu. Baba nakusihi, mfalme mwema, takatifu, Mungu, katika jina la Yesu, koria mashanda Baba ninakusihi, dhihirika, onekana, tenda, jifunue sasa na fadhili zako. Kara masaka ribo shataramo mandarabasaka kwa damu ya Yesu. Sante Roho Mtakatifu, sante kwa ajili ya fadhili zako, sante kwa ajili ya uweza wako, sante kwa sababu malango unaenda kuyaachilia hakuna atakayeweza kuyafunga kwa damu ya Yesu. Koria mashanda andarabakoria. Sante Roho Mtakatifu, sante Yesu, maana bado ulikuwa mwema kwetu. Hata sasa tunakuamini, tunakataa ukiwa, tunakataa utupu. Ondoa giza, ondoa uharibifu kwa damu ya Yesu. Sante kwa sababu wewe ni mwaminifu wa haki, tetezi mwema, Mungu wa Israeli. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze kwa ajili ya kazi zako. Usinyamaze ili adui akacheka akafurahi. Yesu, usinyamaze, maana wewe ni mwaminifu na wa haki. Usinyamaze Yesu, usinyamaze mfalme, usinyamaze mtetezi, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sante Mungu wetu, sante Baba yetu mwema. Baba tunakushukuru kwa sababu ndani ya mwezi wa 10 tunaenda kuzipokea zile baraka, tunaenda kuinuka na kufanikiwa. Na kataa ukame, na kataa ukiwa, na kataa utupu, na kataa giza, na kataa chochote ambacho si cha kimungu. Nina kikataa kwa jina la Yesu, nina kikataa kwa damu ya Yesu. Ndani ya mwezi wa 10 Baba kaachilie neema yake, kaachilie fadhili zake, kaachilie wema wako Bwana, ili Mungu tukapate kuziona fadhili zako, tukayaone matendo yako mema. Baba ukatulinde, tuepushe magonjwa, tuepushe ajali, tuepushe mateso, tuepushe chochote kisicho cha kwako katika jina la Yesu. Baba ukatuepushe na kila nguvu za giza, tuondolee uchawi, ushirikina, tuondolee hila zote, tuondolee vita kwenye malango, tuondolee kila kinachozuia sisi kuinuka na kustawi. Baba vyote vikaondolewe mwezi huu, vikaondolewe mwezi huu. Tunaubariki mwezi wa 10, tunauweka wakfu kwa ajili yako. Neema yako Kristo ikatufunike, neema yako Kristo ikatuzingire, neema yako Kristo ikawe pamoja na sisi ndani ya mwezi huu wa 10. Baraka zako Baba zikatufunike, baraka zako Kristo zikatufunike, baraka zako Kristo zikatufunike. Mungu ukajidhihirishe Baba, ukajitwalie utukufu ndani ya mwezi huu wa 10. Tukauone mkono wako, tukazione fadhili zako, tukayaone matendo yako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.
Mungu mtakatifu Baba, katika jina la Yesu ninakusihi Kristo Bwana Baba, ukatukutanishe na watu sahihi waliobeba majibu ya maswali tulio nayo, ukatukutanishe na watu sahihi, maana umesema kwa kuwa umekuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Nitatoa watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako Baba, ukatoe watu kwa ajili ya maisha yetu Baba, ukatoe watu kwa jina la Yesu, ukatukutanishe na watu sahihi, ukatukutanishe nao ili tukapate kufanikiwa. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mikono yetu Baba, katika jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mikono yetu, naombea mikono yetu Bwana, maana imeandikwa kila mlifanya leo litafanikiwa Baba, katika jina la Yesu. Baba, bariki kazi za mikono yetu mwezi huu, bariki kazi za mikono yetu mwezi huu katika jina la Yesu. Ukabariki kazi za mikono yetu, ukabariki biashara zetu, ukatubarikie Yesu kwa damu ya Yesu Baba, ukatubariki Baba, ukatubariki biashara zetu zibarikiwe. Nakataa ukame, nakataa ukiwa, nakataa utupu kwenye mikono yetu. Nanyunyiza damu yako Baba, mafuta, uchemichemi, ubichi kwenye mikono yetu. Hakuna mapoza, hakuna mauti vitakavyopita kwenye mikono yetu ndani ya mwezi wa 10, maana umesema kila atakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa kumiliki katika jina la Yesu Baba. Tunapokanyaga, kila tutakapopita, kila tutakapokwenda, katupe kumiliki kwa damu ya Yesu. Mungu wetu na Baba yetu mwema, Mfalme, katika jina la Yesu. Neema yako Kristo itutunze, neema yako Kristo ikatutunze, neema yako Kristo ikatuhifadhi ndani ya mwezi wa 10, ndani ya mwezi wa 10 tushike, tufiche kwa sawa sana fadhili zako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Baba. Nakusihi ndani ya mwezi huu katujalie yaliyo mema, katujalie yaliyo mema, katujalie yaliyo mema. Ulisema nitakwenda mbele yako na kusawazisha mahali palipo paruza. Baba, nenda mbele yetu mwezi huu, nenda mbele yetu mwezi wa 10, tusawazishie, tuondolee mauti, tuondolee ajali, tuondolee mateso, tuondolee chochote kisicho cha kwako Baba, vyote ukaviondoe ili tukapate kupita salama. Sawazisha Bwana, sawazisha Bwana, ondoa ajali, ondoa magonjwa, ondoa hasara, ondoa ukame, ondoa utupu, ondoa katika njia zetu mwezi huu katika jina la Yesu Baba. Tubariki Baba, tuongeze Baba, tustawishe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sante Mungu wetu, maana peke yako ni Bwana. Heshima na mamlaka ni vya kwako. Tunatakasa na sura zetu, tunaondoa giza, tunaondoa vifuniko vilivyofunika sura zetu kwa damu ya Yesu Kristo. Baba mtakatifu, Mungu wetu, Mfalme mkuu, katika jina la Yesu, kila vifuniko vilivyofunika sura zetu, vilivyofunika biashara zetu, vilivyofunika maisha yetu, vifuniko vyote vinaondolewa Baba. Nuru yako ikatuangazie, ukawe mfadhili wetu, ukatupe amani yako katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa utukufu, ninakusihi Kristo Bwana, usinyamaze, usinyamaze Bwana, usinyamaze Kristo, usinyamaze Baba wa milele, usinyamaze takatifu Mungu wetu, usinyamaze katika jina la Yesu. Wabariki watu wako hawa, wazidishe katika kazi zao, waongeze katika biashara zao, wainue katika maisha yao, wafanikishe Yesu, wafanikishe Mfalme, katika jina la Yesu Baba, ukatufanikishe Baba, ukatufanikishe. Tunakataa, tunafuta kila maneno mabaya ambayo yamenenwa, tunafuta, tunajitoa kwenye madhabahu za kuzimu na vilinge vyao kwa damu ya Yesu. Korobosaka mandara bakoria rapa koria masaya repo koria manda. Ndani ya mwezi wetu wa 10 tunaweka wakfu, neema yako ikatufunike, heshima na nguvu zako Baba zikatufunike katika jina la Yesu. Tulinde, tubariki tunapotoka na tunapoingia, ukatufanikishe kama ulivyosema, tutabarikiwa tutokapo, tutabarikiwa tunapoingia, tutabarikiwa mjini na mashambani. Baba, ukatubarikie katika jina la Yesu na ukatufanikishe vema. Heshima na mamlaka ni za kwako Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sante Mungu wetu kwa ajili ya lango la mwezi wa 10, nasi tunajiweka wakfu, tunakataa visasi malipizi ya adui, najikung'uta ili Baba ukapate kutenda katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sante Mtakatifu, sante Mungu wetu, sante Baba yetu, sante Kristo Mfalme,
maana unaenda kudhihirika ndani ya mwezi huu, nasi tunajiachia kwako Bwana, tukiamini ya kwamba unaenda kutenda. Bariki maisha yetu, bariki afya zetu, hakuna atakayeumwa, hakuna atakayelazwa. Neema yako Kristo itatutunza kwa utukufu wako Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Mfalme mwema, tunaamini ya kwamba wewe ni mwaminifu na ni wa haki na unatenda kwa utukufu wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Mungu wetu, asante Baba yetu, asante Kristo, katika jina la Yesu. Ndivyo tunaombea na ndugu zetu na jamaa zetu. Mungu walinde, watunze, wafiche, waepushe na mabaya na hatari zote, wainue, wazidishe, wafiche. Tunakataa mabaya kwa ajili yao, tunakataa bali mbaya juu yao na watoto wao na waume zao na wake zao na kazi zao na biashara zao. Baba, katika jina la Yesu ukawadhidishe, ukaonekane kwao, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, ninakusihi katika jina la Yesu, usinyamaze kwa ajili yao, usinyamaze. Tunaombea wanaosafiri, walinde, watunze. Tunafunga ajali ndani ya mwezi huu wa 10. Tunafunga hilo lango la ajali, tunalifunga kabisa kwa damu ya Yesu. Tunaombea wagonjwa walio vitandani, warehemu na uwaponye, warehemu na uwaponye kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mtakatifu, mfalme wa amani, katika jina la Yesu, wamama wajawazito walinde, watunze, waneemeshe kwa neema yako. Uzima ni wa kwako Mungu, achilia juu yetu. Tufiche damuni mwako tupate kuwa salama. Tutunze, tushike kwa mkono wako wenye nguvu. Asante Roho Mtakatifu, maana peke yako Mungu unastahili. Mamlaka na nguvu na uwezo, Baba, vyote ni vya kwako. Nasi tunakurudishia sifa, heshima na mamlaka na nguvu ni za kwako. Tukikataa visasi, mashambulizi ya kila namna tunayakataa katika jina la Yesu. Tunaomba mkono wako wa kuume wenye nguvu ukawe pamoja na sisi. Katulinde tunapotoka, katulinde tunapoingia, tangu sasa na hata milele, kwa utukufu wa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba na tukiamini imekuwa. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Ninawatakia mwezi wa 10 mwema, sawasawa na neno letu. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Nenda ukafadhiliwe, nenda ukaongezeke, nenda ukastawi, na Mungu akakufanikishe katika njia zako zote. Mabaya yasitajwe katika malango yako, ukaitwe heri na kwako kwema katika jina la Yesu. Bwana akakulinde na mabaya yote, akulinde unapotoka, akulinde unapoingia, akakushike kwa mkono wa kuume wa haki yake, na ukafadhiliwe kila mahali utakapokuwa, akakusawazishie kila mahali palipoparuza. Na kwa kuwa yeye ndiye mfadhili, basi usipungukiwe kwa neno wala kwa tendo ndani ya mwezi wa 10 katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninawatakia usiku mwema, tukutane kesho. Amen. 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 Mungu wa mbinguni awabariki. Watu wangu wa YouTube, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninawatakia mwezi mpya mwema. Mungu wa mbinguni akawafanikishe, mkafadhiliwe kila mahali mtakapokuwa katika jina la Yesu. Amen. Mlikuwa na mimi Lydia Kagisa, mtendakazi katika shamba la Bwana. Namba zetu za sadaka ziko hapo. Achilia sadaka yako kwa ajili ya lango la mwezi na wa Google Meet. Namba ya sadaka iko tayari, mnaijua. Achilia sadaka yako kwa Bwana kwa ajili ya lango la mwezi wa 10. Mungu wa mbinguni awatunze, mkafadhiliwe katika jina la Yesu. Amen.